Irani imetangaza hali ya dharura ya kitaifa na kuweka vikosi vyake vyote kwenye tahadhari ya juu kabisa kufuatia ongezeko kwa mvutano wa kijeshi na Marekani pamoja na Israel. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa, kamanda wa walinzi wa mapinduzi ya Irani amesema jeshi la nchi hiyo liko tayari kikamilifu kukabiliana na tishio lolote, akisisitiza kuwa vikosi viko tayari na tayari vidole vipo katika maeneo kwa ajili ya kusubiri chochote kinachotokea. Hatua hiyo imekuja wakati Marekani ikiongeza uwepo wa meli zake za kivita katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Israel pia ikitangaza kuimarisha tahadhari ya kijeshi kutokana na kile ilichokiita hatari inayoongezeka kutoka Irani na washirika wake wa kikanda. Ndani ya Irani, walinzi wa mapinduzi wameendelea kutajwa kuhusika katika operesheni kali za kiusalama dhidi ya maandamano ya wananchi, hali inayosababisha vifo vya maelfu kwa mujibu wa makundi ya haki ya kibinadamu. Katika hatua ya kimataifa, Umoja wa Ulaya umetangaza walinzi wa mapinduzi wa jeshi la Irani ni kama kikundi cha kigaidi, uamuzi ambao Tehran imeulaani vikali, ikiutaja kuwa kosa kubwa la kimkakati litakalozidisha mvutano wa kikanda. Wachambuzi wa usalama wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mapigano ya moja kwa moja kati ya Irani na vikosi vya Marekani au Israel, jambo litakalokuwa na athari kubwa kwa usalama wa Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia kiujumla, hususani mafuta ya usafirishaji katika Ghuba ya Uajemi. Lakini katika habari nyingine, Irani imezionya meli zinazokatisha katika bahari ya Hormuz. Irani imeonya kwamba kutakuwa na mazoezi mazito ya kijeshi katika bahari hiyo ambayo meli kubwa za mafuta zinazosafirisha kwenda Ulaya na sehemu mbalimbali duniani zimekuwa zikikatiza. Jeshi la Irani limesema mazoezi hayo yatahusisha vifaa vizito vya kivita na risasi za moto zitapigwa, huku hali itakuwa ngumu, hivyo meli zinatakiwa kuwa na tahadhari wasafirishaji. Kitendo hicho kinaweza kusababisha bughudha kidogo kwa kipindi kadhaa, ingawa mazoezi hayo ambayo yametajwa yanaanza Februari mosi hayakutajwa rasmi kama yatamalizika lini. Basi ngoja tuendelee kufuatilia mzozo huu. Endelea kubaki hapa Makumba International News kwa ajili ya habari za uchumi, siasa za kimataifa pamoja na teknolojia.